Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Februari 28 siku ya Jumamosi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii linaoanza na habari kubwa inayosema mambo machache kuhusu mwadhama Kardinali Pengo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe, nasema mambo machache kuhusu mwadhama Kardinali Pengo. Lakini TAKUKURU ya shauri elimu kwa wakandarasi. TAKUKURU ya shauri elimu kwa wakandarasi, lakini serikali yasema ubunifu wa wanafunzi kuimarisha huduma za afya. Lakini bado kuna habari inayosema Tanzania Zambia kushirikiana kilimo na biashara, huku bado EWURA yataka mikataba ya huduma kwa wateja iwekwe wazi, na mtaala kufundisha wanawake na vijana kuhusu nishati safi kutengenezwa, na Aweso afungua mlango sekta binafsi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo. Lakini bado kuna habari inayosema TRA yatoa ufafanuzi bandari ya Bagamoyo. TRA yatoa ufafanuzi bandari ya Bagamoyo. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe, huku kamishna Kombo aonya rushwa jeshi la polisi. Kamishna Kombo aonya rushwa jeshi la polisi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Nipashe lina habari inasema vijana 336 wahitimu VETA Mwanza. Vijana 336 wahitimu VETA Mwanza. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa gazeti lako la Mwananchi lenye linaanza na habari inayosema Tanzania ya 5 utimamu wa afya ya akili kwa vijana. Tanzania ni ya 5 utimamu wa afya ya akili kwa vijana. Lakini habari kubwa ni Pengo alivyoagwa. Hiyo ndiyo habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwananchi, inasema Pengo alivyoagwa. Na migogoro ya wakulima na wafugaji pasua kichwa. Migogoro ya wakulima na wafugaji ni pasua kichwa. Na shingo na misukosuko ya kisiasa hadi ubunge. Huyo ni shingo na misukosuko ya kisiasa hadi ubunge. Nemki ya kufumua sekretarieti CCM yavutwa. Nemki ya kufumua sekretarieti CCM yavutwa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti yako Mtanzania leo lenye leo naanza habari inayosema wakuu wa shule Arusha wapewa mafunzo ya kimkakati. Wakuu wa shule Arusha wapewa mafunzo ya kimkakati. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mtanzania leo. Lakini naibu waziri aipa Nemki rungu wanaokiuka sheria ya mazingira. Naibu waziri aipa Nemki rungu wanaokiuka sheria ya mazingira. Na kuna habari inayosema Rais Mwinyi ahimiza wenye uwezo kujisaidia wasio na uwezo. Na kitabu cha maisha ya Profesa Keto Mshingeni cha furahisha Waziri Kabudi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru linaandika Waziri Kabudi azindua kitabu cha maisha ya Profesa Keto Mshingeni. Lakini upanuzi wa bandari umechochea ukuaji wa uchumi. Huyo ni Salimu Albul Saidi asema upanuzi wa bandari umechochea ukuaji wa uchumi. Lakini padri asimulia Pengo alivyoishi maisha ya kiufukara. Huyo ni padri asimulia Pengo alivyoishi maisha ya kiufukara. Lakini CRDB na Muhasi wasaini mkataba kushirikiana. CRDB na Muhasi wasaini mkataba kushirikiana. Naibu waziri Ndugange ataka Nemki iongeze makali kulinda mazingira. Huyu ni naibu waziri Ndugange ataka Nemki iongeze makali kulinda mazingira. Lakini gazeti lako Raia Mzalendo lenye asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema Intracom kujenga mitambo mitatu kuongeza uchakataji wa madini ya phosphate. Lakini mbunge Ngajilo awajia juu mgambo Iringa kunyanyasa wa machinga. Lakini naibu waziri Ndugange aja na mkakati kulinda mazingira. Na padri aeleza namna Polikapo Pengo alivyokufa umaskini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo
ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza naandika serikali yapongeza kuanzishwa chama cha wadau wa nishati. Serikali yapongeza kuanzishwa kwa chama cha wadau wa nishati, lakini Zanzibar iko tayari kupokea wawekezaji. Huyo ni Dr. Mwinyi asema Zanzibar iko tayari kupokea wawekezaji. Na ziara ya Dr. Mwigulu yaibua shule ilivyojengwa bila kibali Arusha. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo linaandika habari inasema alipofidia milioni 7 kwa kuharibiwa jiko ukuta kwa maelezo ya waziri mkuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga. Lakini Uthmani, mazungumzo ya kutafuta mwafaka Zanzibar yamefikia pazuri, na Rais Samia ashiriki misa ya kumwombea Kardinali Pengo. Askofu Machamungu aeleza ugonjwa wa moyo ulivyokatisha uhai wake. Lakini chuo kikuu cha bahari DMI World Maritime kushirikiana na NMB yatoa bilioni 12.4 kwa wafanyabiashara, mikopo ya 10% halmashauri. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana na kurasa za mbele za gazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kurasa za michezo na burudani, huku gazeti lako la Wamachinga likituhabarisha mwisho wa ubishi. Hilo ni gazeti la Wamachinga linasema ni mwisho wa ubishi. Steve Becker mbishi, Concaves kicheko, Depo ajivunia rekodi Guantanamo. Lakini mwalimu atambia nyumbani, Khalid Aucho afungiwa Singida Black Stars. Lakini kocha Stars avutiwa na Abdi Banda, Twiga Stars yatua Dubai na shangwe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania, Kamwe akiri Yanga itakabiliwa na upinzani mkali kutoka Simba. Lakini Mwinchui atuisha zigo la dabi ya Kariakoo, baadhi wachambuzi wa mkataa. Lakini Aucho aujibu uongozi baada ya kusimamishwa kazi siku 90. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo naandika dabi ipo. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti kwenye michezo naandika dabi ipo, ndo habari kubwa kwa weekend hii ni dabi ipo. Lakini Lady JD komando asiyechoka anayepaa kimataifa. Lady JD komando asiyechoka anayepaa kimataifa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Nipashe Mwanga Jamii lenyewe kwenye kurasa michezo linaandika Mwinchui kuchezesha dabi Jumapili Zanzibar. Mwinchui kuchezesha dabi ya Kariakoo Jumapili Zanzibar. Hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.